Katika hii dunia kuna matukio mengi mno, matukio ya ajabu, matukio ya kushangaza, ambapo mojawapo ya hayo matukio ni matukio ya watu kuonekana wakitembea hadharani wakiwa wao na ndugu zao, rafiki zao, wapendwa wao na familia zao, lakini hafla walitoweka bila maelezo yoyote ile na haikufahamika wapi wameenda. Matukio hayo yamezua maswali tangu miaka na miaka, mpaka leo bado maswali hayajaisha kwenye vichwa vya watu wengi. Je, ni matukio ya kawaida tu ama kuna nguvu za giza, nguvu ambazo hazieleweki? Wewe mtazamo wako ni upi? Karibu nifuate nikupe kisa kimoja baada ya kingine juu ya matukio ya kushangaza au matukio ya watu kutoweka hafla. Kisa cha kwanza ni kisa cha Brandon Swanson. Brandon Swanson huyu alipotea moja kwa moja. Ilikuwa ni mnamo tarehe 14 ya mwezi wa 5 mwaka 2008. Kijana Brandon mwenye umri wa miaka 19 alikuwa anaendesha gari usiku wa saa 6:30. Alikuwa akirejea nyumbani kwao katika mji wa Minnesota huko nchini Marekani. Akiwa njiani alipata ajali, na baada ya ajali aliamua kuchukua simu na kuwapigia wazazi wake. Aliwapigia ili kuomba msaada. Baada ya kupiga simu aliwaambia kwamba yupo karibu na barabara kuu na kwa mbali anaziona taa za mjini. Wazazi wake walimsikia akizungumza kwa kujiamini kwamba yeye ni mzima, lakini gari imeharibika. Lakini hafla Brandon alisikika akisema, "Oh shit," kisha simu yake ikakatika. Wazazi wake walijaribu kumpigia kwa mara nyingine, lakini simu haikupokelewa. Wakatoa taarifa polisi. Polisi wakafika eneo la tukio. Gari waliikuta ikiwa hapo imepata hitilafu, lakini Brandon haikufahamika wapi ameenda. Simu yake ilikuwa haipatikani tena. Mwili wake haukuonekana wala vitu vyake havikuonekana. Mpaka leo toka mwaka 2008 haifahamiki kijana wa miaka 19 Brandon Swanson wapi alielekea, nini kilimkuta. Maneno yake ya mwisho aliyosema ni "oh shit," na baada ya hapo haifahamiki kipi kilimkuta. Tukio la pili ni tukio la Lisanne Efron na Chris Clemens. Hawa walitoweka katika msitu wa Panama. Mnamo mwaka 2014, wasichana wawili wa Kiholanzi, mmoja aitwaye Lisanne Efron na mwingine Chris Clemens, walikwenda matembezini katika msitu wa Panama. Wakatembea huko na wala hawakuonekana tena. Walitafutwa bila mafanikio. Simu zao zilipigwa lakini hazikupatikana. Baadaye simu zikapatikana. Simu zikionyesha kwamba walikuwa wakipiga namba za kuomba msaada, lakini hawakuweza kupata msaada kwa kuwa walikuwa wako msituni na hakuna network. Wiki chache baadaye vifaa vyao vilipatikana vikiwa na picha za ajabu. Yaani walipata simu, walipata kamera zikiwa na picha za ajabu, zikionyesha usiku wa giza, zikionyesha macho ya wanyama na ishara zisizoeleweka. Miili yao haikupatikana isipokuwa mifupa tu iliyopatikana miezi kadhaa baadaye. Mpaka leo haifahamiki. Je, waliliwa na wanyama wakali? Walipotea? Walienda wapi? Haifahamiki. Tukio la tatu ni tukio la Louis Le Prince, baba wa filamu. Huyu alitoweka hafla na haifahamiki mpaka leo wapi ameelekea. Ilikuwa ni mwaka 1890. Louis Le Prince, mvumbuzi wa filamu wa kwanza ulimwenguni, alipanda usafiri wa tren kutoka Dijon kwenda Paris nchini Ufaransa huko. Akiwa ndani ya tren, aliketi peke yake kwenye kiti, hakuwa na mtu mwingine. Lakini alipofika kituo cha mwisho, hakuonekana popote pale. Haikufahamika wapi ameenda. Hakushuka popote, lakini kituo cha mwisho cha tren, bwana Louis Le Prince hakuonekana. Hakuna sehemu aliyoshuka, na kwenye treni hakukuwa na choo wala sehemu nyingine ya kwenda.
toka mwaka 1890 mpaka hii leo haifahamiki Louis Le Prince yuko wapi, alienda wapi, na hakuna ushahidi wowote ule wa kuonyesha kwamba jamaa wapi alienda. Tukio la 4 ama kisa cha 4 kinahusu mtu kutoka nchi ya Taud. Huyu ni mgeni huyu kutoka ulimwengu mwingine kabisa. Hii ilikuwa mwaka 1954. Dunia ilipata ugeni toka ulimwengu mwingine. Hii ilikuwa mwaka 1954 katika uwanja wa ndege wa Haneda huko nchini Japan. Mtu mmoja alitua kwenye uwanja wa ndege wa Japan akiwa na pasipoti kutoka katika nchi itwayo Taud, nchi ambayo haipo duniani. Ukitazama orodha nchi zilizopo duniani, hakuna nchi inayoitwa Taud, lakini jamaa alitua kwenye uwanja wa ndege mwaka 1954 akiwa na passport iliyoonyesha kwamba jamaa anatokea nchi iitwayo Taud. Jamaa baada ya kufika hapo uwanja wa ndege wa Haneda alishangazwa na jinsi ambavyo wasimamizi wa uwanja wa ndege hawaifahamu hiyo nchi. Yaani akashanga, hivi nyie hamuifahamu hii nchi iitwayo Taud? Wakasema hapana, tuifahamu. Basi baada ya hiyo scenario kutokea, walimchukua huyo mtu na kwenda kumuhifadhi katika chumba cha peke yake, wakisubiri watu wengine wakubwa katika uwanja wa ndege huo waje kuongea naye. Lakini jamaa hafla alitoweka kwenye hicho chumba. Haikufahamika wapi ameenda, na hakuacha maagizo, hakuacha barua, hakuacha maandishi, wala hakuacha ushahidi maybe wa pasipoti ama begi ama nguo. Hafla tu alitoweka. Kwa lugha nyepesi tunasema kwamba jamaa hafla tu aliyayuka. Haifahamiki mpaka leo jamaa alienda wapi, jamaa alitokea wapi, lakini yeye mwenyewe alisema kwamba ametokea nchi ya Taud. Hiyo ilikuwa mwaka 1954 katika uwanja wa ndege wa Haneda huko nchini Japan. Hivyo ni baadhi ya visa mikasa ambavyo vimewashangaza watu wengi, wanasayansi, wavumbuzi, wachunguzi wa mambo kwa miaka mingi mpaka hii leo. Visa vyote hivyo vimeacha dunia ikiwa na maswali yasiyokuwa na majibu. Lakini pia yapo baadhi ya matukio halisi ambayo yalitokea barani Afrika. Hapa Afrika pia kuna visa mikasa ambayo ilitokea mpaka hii leo imeacha watu wakiwa na maswali pasipokuwa na majibu. Kwa upande wa Afrika, kisa cha kwanza ni kutoweka kwa meli ya MV Joita. Hii ni meli ya Tanzania, MV Joita. Ilitoweka mwaka 1955. Meli ya MV Joita iliyokuwa ikisafiri kutoka Tanzania kwenda Mauritius ilitoweka hafla baharini katika bahari ya Hindi. Meli hiyo ilitoweka, na baada ya miezi kadhaa mbele meli hiyo ilipatikana ikiwa imeachwa ikielea kwenye maji, lakini mabaharia wote hawakuwapo, yaani wote walipotea. Ajabu ni kwamba ndani ya meli hakukuwa na ishara au dalili kwamba kuna mapambano ama msuguano au mikwaruzo au kuna damu. Hakuna. Palikuwa shwari, tulivu, vitu vyote vimepangwa vizuri, lakini hakukuwa na baharia hata mmoja, wote hawakuwepo. Toka mwaka 1955 mpaka hii leo haifahamiki kipi hasa kilitokea mpaka hiyo meli ikatoweka, hafla ikaonekana. Kipi hasa kilitokea? Mabaharia wote wakapotea, haifahamiki wapi walienda. Hii ilikuwa mwaka 1955, kupotea kwa meli ya MV Joita na baadaye kupatikana, lakini bila ya uwepo wa mabaharia hata mmoja. Tukio lingine kwa upande wa Afrika ni kutoweka kwa vikosi vya kijeshi vya Libya. Vikosi vya Libya vilipotea mwaka 1980. Vilipotea katika jangwa la Sahara. Ilikuwaje? Ni kwamba jeshi la Libya lilipeleka wanajeshi wake wapatao 3,000 kwenye jangwa la Sahara kwa ajili ya kufanya mazoezi ya kijeshi. Lakini baada ya siku chache kupita, kikosi hicho cha wanajeshi 3,000 kilipotea. Yaani wote hao
walipotea na haifahamiki wapi walienda. Hakuna mwili uliopatikana, wala begi, wala bunduki zao hazikupatikana hata moja. Haifahamiki, je, walimezwa na dhoruba ya mchanga? Ilikuwaje? Mpaka leo hakuna ushahidi. Haukupatikana mwili hata mmoja, mavazi wala silaha zao hazikupatikana. Kikosi cha wanajeshi 3,000 kilipotea. Ilikuwa mwaka 1980 katika jangwa la Sahara. Tukio lingine kwa upande wa Afrika ni tukio la kijiji chote kupotea. Hiyo ilikuwa huko nchini Ghana. Huko nchini Ghana mwaka 2010, wakazi wa kijiji kimoja huko nchini Ghana walipotea hafla na hakuna aliyeweza kueleza jinsi ilivyokuwa. Ni kwamba siku ya tukio mwaka 2010 watu walikuwa wakitembea katika maeneo hayo ya kijiji, lakini hafla watu walipotea, watu wote wakatoweka. Ajabu ni kwamba nyumba za kwenye hicho kijiji milango ilikuwa iko wazi, vyombo vya chakula vilikuwa mezani, lakini hakukuwa na mwananchi hata mmoja ndani ya hizo nyumba. Kijiji chote watu wake walitoweka, lakini milango ya nyumba ilikuwa iko wazi, vyakula vikiwa viko mezani, vyakula vikipikwa jikoni, nguo zipo kwenye kamba zimeanikwa, yani maisha yanaendelea, lakini watu hawakuwapo. Yaelezwa hafla tu walitoweka. Mpaka leo hakuna anayefahamu walienda wapi, na hakuna hata mtu mmoja aliyepatikana. Yako matukio mengi ya kushangaza kwenye hii dunia, na huenda haya sio ya kwanza wewe kuyasikia. Tumezoea kusikia watu kupotea, watu haifahamiki wapi wameenda, na mpaka leo hatujui. Leo kupitia hapa Chakula cha Ubongo nimekupa baadhi ya matukio ya watu kupotea, matukio ya ajabu ajabu. Mpaka leo dunia haina majibu, dunia imebaki na maswali. Asante kwa muda wako, asante kwa sikio lako. Bila shaka umeambua mawili matatu. Mimi ni ndugu yako, rafiki yako wa kila kukicha, wa juzi, jana na leo, Dastan Fredi Kamala. Shukran.